changamoto za masuala ya kiuchumi duniani, mradi huu umeendelea kutekelezwa kwa kasi ile ile. Hili ni jambo linaloipa heshima nchi yetu pamoja na ndugu zetu tunaotekeleza mradi kwa pamoja. Nimefurahishwa pia na uaminifu katika utekelezaji wa makubaliano. Mimi ukienda kijijini kwangu, bomba hili limepita mlangoni tu pale kwa nyumbani kwa mzee. Kwa hiyo nina stories za kusema hata kinachotokea kwenye grassroots. Kwa urefu wa bomba hili kilomita 1477, kungekuwepo na ubabaishaji, kungekuwepo na kelele nyingi sana mtaani. Lakini kwa kiwango kikubwa mmezingatia makubaliano mmezingatia kila kilicho kwenye makubaliano ya utekelezaji. Na kwa taarifa yako Mheshimiwa Naibu Waziri, nimesema kwamba ifikapo Julai mwaka huu tunatarajia kwamba mradi huo umekamilika. Tumeonyeshwa maeneo kadri mlivyogawanya jinsi ambavyo utekelezaji wake unaendelea. 73 na 81 ni hatua nzuri. Kwa tuendelee na kasi hiyo hiyo ili tukamilishe mradi huu ndani ya muda, tuende kwenye kupata manufaa yaliyokuwa yamekusudiwa kwenye mradi. Na nisisitize tu maeneo mawili. Nimefurahishwa kwamba mnatekeleza ipasavyo na swala la local content na swala la CSR. Sasa kwenye CSR, kama ambavyo mmefanya katika maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji fidia, na kwenye CSR fanyeni hivyo hivyo. Msilimbikize. Wenyeji wetu hapa wana mambo mengi ya kufanya. Nataka wananchi wa Tanga waumiliki mradi, wananchi wa Tanzania waumiliki mradi, na njia mojawapo ya Tanzania kumiliki mradi ni kupitia ushiriki wao katika mradi huu. Nimefurahishwa pia na masuala ya kuwahamishia ujuzi vijana wetu na kazi ambazo wamezifanya. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa mwenyeji wetu, mtendaji mkuu, pamoja na wizara, Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kweli kwa wale ambao wako na hizo taaluma na wako na huo ujuzi, angalieni uwezekano isiwe tu part time. Huu mradi sio wa dharura wala auishi siku moja. Wale ambao kwa kadri ya ushiriki wao mmeshaona ujuzi wao na uzoefu wao kupitia shughuli walizokuwa wanazifanya, waangaliwe uwezekano wa kupata ajira za kudumu, kwa sababu mradi huu kama ambavyo mkuu wa mkoa umesema vyema kwamba kwingine kote umepita, wakishafukiwa kazi kule itakuwa imeisha, lakini hapa kazi itaendelea. Kwa vijana wetu ambao wameshakuwa tested wanaweza wakafanya hizi kazi, wana ujuzi, wana uzoefu, wana taaluma, waangaliwe kupata ajira za kudumu. Isije baada ya kukamilika ujenzi tukaanza kuona sura zingine za watu kuja kufanya shughuli zile ambazo vijana wetu wangeweza kuzifanya. Kwa hili muambie wenzetu mapema tu kwamba tunataka wale ambao kweli wanakizi vigezo vyake vya kufanya hizo kazi na wamedemonstrate, wameshadhihirisha wanaweza wakafanya hizo kazi, basi tafutwe mtu kutoka kwingine kuja kufanya hizo kazi ambazo vijana wa Kitanzania wanaweza wakazifanya. Kwenye local content, mwasilishaji ameongelea wazawa. Pigeni hatua zaidi. Msiongelee tu wazawa. Msiongelee tu kampuni za kizawa. Kuna ujanja umekuwa ukifanywa, kiweka
hii kauli ya kampuni za kizawa. Wapo wasio waaminifu wanacheza na hii terminology kampuni ya kizawa. Anamchukua dereva wake, anaanzisha kampuni, lakini mmiliki ni yeye kwa kutumia mgongo wa dereva wake. Alafu anaenda anaipa kazi huko mbele kwamba ni kampuni ya kizawa. Sasa hii ya kampuni ya kizawa, nataka kuona kampuni za Watanzania. Sio tu kampuni ya iliyopo Tanzania. Sio kampuni iliyopo Tanzania, nataka kuona kampuni ya Watanzania. Kwa sababu natumia tu anwani ya mojawapo ambaye si mnufaika. Si mnufaika. Anaweka kampuni ina thamani ya bilioni 23, bilioni 15, alafu mmiliki driver wake. Huu udanganyifu wa aina hii unawanyima wa Tanzania fursa ya kushiriki kwenye miradi mikubwa inayotekelezwa ndani ya nchi. Kuna driver anaweza akawa na mali inayofikia bilioni 50 ya ujenzi. Atakuwa anasimamia lini kama yeye ni driver waajiriwa kwenye eneo hili? Na nilishazielekeza taasisi zetu, wale watakaogundulika wanafanya ujanja wa aina hiyo, tutawafungia, watafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Huko ni kuwatapeli wa Tanzania, huko ni kuwaibia fursa wa Tanzania. Tumekupa mradi, una nafasi yako ya kutekeleza mradi. Tena asilimia kubwa. Tumetaka hata hicho kidogo sehemu kiwanufaisha wa Tanzania, unataka kukomba na hicho. Wale tukiwagundua, tutawafungia, watafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kwenye ile eneo la local content, fanyeni verification. Ni nani anasimamia? Fanyeni verification. Ile portion tunayosema inatakiwa ifanywe na Mtanzania, na Watanzania tunataka kweli iwe ni ya Watanzania. Sio janja ya kutumia jina la Mtanzania, lakini yule foreigner anakuwa na kampuni main inayofanya kazi ya asilimia ya kampuni ya kigeni, anafanya huyo na ile kampuni ya Kitanzania. Na wengine wanafanya mnyororo wote wa kazi, kwamba kazi kubwa amepewa yeye. Tumesema kuwe na local content, kuwe na sehemu ya kampuni ya Kitanzania, anafanya yeye kwenye sehemu ya kampuni ya Kitanzania. Ukienda kwenye masuala ya uingizaji bidhaa bandarini, clearing and forwarding, nako ametengeneza ya kwake yeye mwenyewe, ya kusafirisha na kukatengeneza yeye mwenyewe. Huu ni ulafi. Umekaribishwa, lakini unataka walio kukaribisha hata wasipate kitu. Kwa hiyo hii fuatilieni. Sasa msipofuatilia na kujua hiyo, nikitumia vyanzo vyangu nikijua, na ninyi mtakuwa mmeshiriki. Na naisema kwa shughuli hii hapa, nasema na kwa maeneo mengine yote ambayo tuna miradi mikubwa ya kimkakati. Jinsi tulivyoweka sheria, tunataka watu waheshimu hivyo sheria tulivyoweka, na waridhike na tulivyowapatia. Ndio. Kwa hiyo niliona nilielekeze na hili kwa sababu na huu ni moja ya mradi mkubwa tunao utekeleza. Fanyeni verification. Fanyeni hiyo verification. Tuone inatekelezwa ipasavyo kwa kiwango gani. Haiwezekani kazi ifanyikie kwetu alafu mnyororo ule wote ufanywe na wageni, kwamba imesafirisha meli ya kigeni, clearing and forwarding pale bandarini, clearance imefanywa na kampuni yao walioipanga wao wenyewe
kwa kutumia anwani tu ya kubabaishia ya Mtanzania, alafu na usafirishaji waweke kampuni yao hiyo ya haiwezekani Watanzania wakabaki wanaangalia tu shughuli zinafanyikia ndani ya nchi yao. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo fuatilieni, na nimewaambia wenzetu wa Wizara ya Viwanda, nimewaambia wenzetu wa mambo ya ndani, nimewaambia wenzetu wa masuala yanayohusika na usajili, na wenyewe wanaendelea huko. Sasa hapa, sababu nimefika hapa, fuatilieni hilo na lenyewe lizingatiwe. Na CSR mmelenga eneo ambalo na mimi ni mdau, endeleeni na kazi hiyo, na tuna uhakika wenzetu wa mkoa wa Tanga watapata hayo manufaa, lakini na nchi yote kwa ujumla. Mimi niwahakikishie kwa niaba ya serikali kwamba serikali itaendelea kuweka uzito unaostahili kwenye mradi huu kwa heshima ya undugu wetu kati ya Tanzania na Uganda, lakini pia serikali itaendelea kuweka uzito katika mradi huu, uzito unaostahili kwa heshima ya kulinda uhuru wetu, kwamba ni nchi huru ambayo inaweza kujitegemea, inaweza kutekeleza mradi wa kiwango hiki. Hicho ni kielelezo kwamba nchi yetu inaweza ikatekeleza miradi mikubwa ya kimkakati, miradi mikubwa ya maendeleo. Ndio maana wakati kiwa pale Wizara ya Fedha, ndugu yangu Evelyn nadhani nakumbuka vizuri, Evelyn, kwa mnakuja na timu ile, tuliwaambia mradi huu utatekelezwa, ije mvua utatekelezwa, lije jua utatekelezwa. Hayo ndio yalikuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na leo hii tunavyoziona asilimia za utekelezaji, mmeweza kuona kwamba yale hayakuwa maneno, ilikuwa ni dhamira ya dhati ya viongozi wetu, na sasa inaonekana kwenye hatua za utekelezaji. So my brother, on behalf of the government, let me just give you the assurance that the government values this project highly, because it's one of the strategic projects we have. We are running parallel strategic projects, including the standard gauge railway, the EACOP, together with the hydropower project. We have completed the hydropower and 2 lots on the standard gauge railway, which is now operational. Be assured, on the same standards, that we are going to complete fully the EACOP project and mark the long-standing history of Tanzania and Uganda in implementing strategic projects like this. We have done in roads connecting the neighboring countries, including the one running to Uganda, the other one running to our neighboring Kenya, the other one running to other neighboring countries in southern part of Tanzania. We are doing it in the interconnecting transformation projects in energy. So we are the masters on implementing these projects. Send these regards to your superiors that Tanzania is committed, and we really attach due weight to these projects as we have committed ourselves from the beginning. Kwa hiyo jamani, asanteni sana. Asante sana mgeni rasmi. Makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bomba halijafukiwa, lipo kwenye deki. Hii ina deki 2. Hapa juu kuna deki nyingine ya chini. Kwa bomba limepita katikati. Kwa hiyo linaenda moja kwa moja mpaka mwisho wa jeti ambao ni kilomita 2 kutoka hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabla ya jeti kuna jengo linaitwa EITS building, jengo kwa ajili ya kucontrol mifumo ya usafirishaji, mifumo ya mawasiliano, pamoja na mifumo ya umeme, pamoja na mifumo ya kucontrol flow nzima ya mafuta kutembea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa ujenzi wa mradi huu, swala la mazingira lilizingatiwa kwa ukaribu mkubwa. Moja ya vitu vilivyofanyika, kama unavyoona, ule uoto ilikuwa sio haikutakiwa kwamba ule uoto uathiriwe kwa namna yoyote ile.
Kwa katika ujenzi huku kwenye kina kifupi zaidi ya mita 800 ulitumika mtambo maalum ambao toka umeanza kujenga mpaka umemaliza wenyewe haukugusa sakafu ya bahari ili kuhakikisha kwamba bahari iko sawa sawa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa hii ilivyojengwa ina maana kuna nguzo ambazo zimesimikwa baharini. Usimikaji wake ina maana ulikuwa unazalisha kelele mkuu. Ilitengenezwa mtambo maalum ambao ni kama water soundproof, kwa ilikuwa kigonga ile nguzo sauti ilikuwa isambaye na kuathiri mali walipo karibu na eneo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiyo hatua iliyofikia mpaka sasa hivi kwa upande wa ujenzi wa jeti ni 87%, na kimsingi ujenzi wa structure na civil work imekamilika. Kazi zilizobaki ni hizo za kuunganisha mabomba hapo chini na hiyo mifumo ya umeme pamoja na mifumo ya control flow ya mafuta. Mara wa nchi yetu tunaodefaini maono ya viongozi wetu, visionary leaders. Hii ni miradi inaweza kutekelezwa na viongozi wanaokuwa na vision. Nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wetu kwa kutuwekea, kwa kutuheshimisha kwa kutekeleza miradi hii. Tulizoea kuona miradi ya aina hii ikiwa inatekelezwa kwenye nchi zilizoendelea. Leo tunaiona Tanzania. So jamani, kila laheri, tunatakia kila laheri. Nimeridhishwa na hatua tunazoendelea. Asante sana mgeni rasmi, na kwa dakika moja haraka sana tupate picha moja ya kumbukumbu. Viongozi wa serikali pamoja na wawakilishi wa mradi, basi tunaweza tukasimama hapo kadri watu wa itifaki watakavyotupanga. Wawakilishi wa mradi Musa na wenzako, chap na haraka, tukae tusimame hapo jirani na mgeni rasmi tupate picha moja ya kumbukumbu. Ima bomba hoye. Bomba hoye. Mheshimiwa Waziri Mkuu hoye. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunakutakia safari njema, ziara yako ikawa ya mafanikio sana kwa nchi yetu. Karibu sana kwenye mradi wa bomba.